Ukweli na uhalisia katika maisha ya mwanadamu yeyote yule. Kwa waliotangulia ambao wako mbele, wengi wao wanasema kiuhalisia kwenye maisha ya mwanadamu yeyote yule, changamoto ndiyo fursa yenyewe. Katika maisha yako ukitaka kujua wewe ni nani na maisha yako wewe kesho yako ni nani, yani wewe ni nani katika maisha yako, kitu cha kwanza, kipimo cha maisha yako lazima uweze kuangalia changamoto unazokuwa unapitia. Kwa sababu asilimia kubwa sehemu unayokuwa unapitia wewe, wengine akina sisi hatujui, lakini unafahamu wewe na nafsi yako na Mungu wako. Kwa hiyo moja kati ya sifa ya mafanikio ya mtu yeyote yule ni changamoto zako mwenyewe. Lakini pia kitu kingine, kati ya vyanzo vyote vya kujiingizia kipato, faida kiuchumi, lazima uweze kufahamu wewe ni sehemu gani ambayo uko stable sana, ambayo una uwezo wa kuifanyia kazi, unaweza ukafanikisha au ukatimiza malengo yako. Kuna tajiri mmoja, mwanzishi wa KFC duniani, anaitwa Harland Sanders. Alishawahi kusema kwamba ukitaka kufanikiwa lazima moja kati ya vitu vyote ulivyokuwa na uzoefu navyo, umefanya kazi na uzoefu wa vitu vingi sana, tafuta ni kitu gani ambacho una ubora zaidi kati ya vyote, ambacho hicho kitu una uwezo wa kufanyia kazi, ikawa ndo source na ndo taa au ndo nuru ya mafanikio yako kufikia ndoto zako na kuanzisha vyanzo vingine vya kufikia malengo. Kwa mfano, nitatolea mfano, watu wengi sana tunamfahamu Diamond Platinum. Alianza kuimba muziki, lakini sasa ni mwekezaji kwenye sekta tofauti tofauti. Tunamfahamu wengine sana, tajiri anaitwa Baresa, alianza lakini sasa hivi ni mtu mkubwa, ulikuwa umfahamu lakini sasa hivi unamfahamu. Kwa hivyo basi hata the same to you, unaweza utapokuwa umeamua ku take the action, utaamua kufanya, unaweza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Cha msingi cha kuzingatia, lazima utafute key point. Ni rahisi sana kuiona taa wakati wa giza sana, ingali iko mbali sana, kuliko kipindi cha jua wakati iko hata distance 100 toka ulipo. Hivyo sasa tambua, ni rahisi sana kuona fursa katikati ya changamoto zako nyingi sana, kuliko kile kipindi una furaha, unapendwa na kila mtu anakukubali kwenye maisha yako. Tambua kwamba wanavyokuwa wanakusupport wengi sana, ni ngumu sana kuona udhaifu wako. Pale unapokuwa unakuta unakareliwa na wengi sana, ni kujua ni sehemu gani wewe una udhaifu na ni namna gani unaweza kuchukua maamuzi ukatoka hatua hiyo kwenda hatua nyingine. Cha msingi tu, jitahidi ujikubali, jitahidi uwe na decision kama wewe, utoke step kwenda step nyingine. Kingine, ondoa aibu, ondoa woga, kwa sababu yule unayemwonea aibu wewe leo, huyo hakuletei chakula mezani, huyo hakuletei mkate wako. Mtaoneana aibu kazini, lakini yeye anaenda kwenye familia yake, anaenda kwenye shughuli zake, na wewe unaenda kwenye shughuli zako. Hivyo usimwonee aibu mtu yeyote yule kwenye mapambano, kwa sababu naye anapambana, anatafuta mkate wake.